Nipo na nahodha wa timu Mkosa. Pengine tuzungumze naye mara baada ya kuibuka na ushindi katika siku ya leo. Bwana, hongera sana. Asante, nashukuru sana bosi. Yeah. Siri ya ushindi huu ni nini? Nafikiri ni maandalizi ambayo tumefanya wiki hii, kwa sababu game ya kwanza tulipoteza na hii game ya pili sasa hivi kwa sababu tunatafuta nafasi ya kwenda hatua ya nusu finali. Kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa ya kushinda na kwenda nusu finali. Kwa hiyo ilikuwa ni maandalizi na ile morali ya wachezaji kwamba tunatakiwa tushinde game ili tuweze kwenda hatua inayofuata, na ndio hatua muhimu zaidi kama unavyojua. Ulikuwa mchezo mmoja mzuri, ulikuwa ni very physical kama umeona, umejaa skills. Timu ya Mngeja team sio timu ndogo actually, imeweza kushinda dhidi ya timu Raban. Kwa hiyo na ukiangalia ina wachezaji ambao wana experience, wachezaji wazuri na young blood. Kwa hiyo yani ilikuwa sio rahisi hivyo. Ingaje sasa sisi kidogo tulikuwa tumetulia zaidi yao na kuweza kuwafanya kwamba wao wafanye makosa mengi kushinda sisi. Kwa hiyo ndio maana tukaweza kushinda game ya leo. Mara baada ya mchezo huu, pengine kipi ambacho kinafuata katika siku ya kesho? Tutashuhudia idadi kubwa zaidi ya vikapu zaidi ya hivi vya leo tunavyoshuhudia hapa. Hiyo so promised, lakini kwa jinsi ambavyo utavocheza kesho ndio itatupa matokeo, kwa sababu nafikiri kwamba timu iko focused na wachezaji wote hamna mwenye injury. Kwa hiyo ndio itatupelekea sisi kufuata matokeo mazuri kesho. Kwa hiyo na sisi lengo letu ni kushinda, kufunga vikapu vingi. Mwisho wa siku unapata pointi 2 za ushindi. Kwa hiyo sisi kufunga pointi nyingi, sijui kufunga pointi chache, as long as we have a win inamata sana kwetu. Mara baada ya mchezo huu mnakuwa timu ya kwanza ambao mnaongozwa kwa vikapu vingi zaidi kushinda katika michezo hii. Pengine hii inamaanisha nini? Ni ubora ambao mmekuwa nao na maandalizi makubwa ambao mmeyafanya? Hii ni quality ya timu. Ukiangalia timu ya quality ya timu ambayo tuko nayo ni quality kubwa ya wachezaji. Kwa hiyo tukikutana na wachezaji ambao hawana quality ambayo ina match na sisi, mara zote lazima itakuwa iko hivyo, kwa sababu tunachocheza sisi kwamba tunaangalia tuna mismatch wapi. Tunamtumia mtu ambaye anaweza kutufungia kirahisi. Ndio maana unaona kwamba sio kila mtu afunge kwenye timu yetu. Kuna wakati anaweza kufunga mtu mmoja pointi 10. Yani without knowing. Kwa hiyo yani ni system ambayo tunayo na kila mmoja kumwamini mwenzio, kwa sababu we are all icons. Ndio maana these are elite icons. Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji ambao ni icons wa Tanzania. Kwa hiyo yani kila mmoja individually iko vizuri. Kwa hiyo ukileta kwenye combination ya team, kila mmoja anamwamini mwenzie na kila mmoja ana imani na mwenzio. Kwa hiyo yani inakuwa ni rahisi kucheza na kuweza kupata vikapu vingi, kwa sababu ukiangalia tuna watu wazuri ambao wanaweza kufunga chini, tunaweza kufunga nje. Kwa hiyo ni combination ambayo yani sio ya kubeza actually, yeah. Kwa hiki ambacho mnakionyesha ni wazi kwamba mnatarajia kwa mabingwa ligi hii inshallah, kwa sababu ndio lengo. Kila timu imekuja kushiriki kwa ajili ya kuwa bingwa, lakini mwisho wa siku timu itakuwa na nidhamu zaidi ndio itakuwa bingwa. Kwa hiyo na naamini kwamba kwenye hilo timu yetu ina nidhamu zaidi. Kwa inshallah tutakuwa mabingwa, yeah. Na hii unajua ni Ramadhani, tunasali, tunaomba dua, inshallah tutakuwa mabingwa. Nikushukuru sana kwa mimi. Asante sana. Asante sana.